Kama ambavyo mmeona, tumekagua wote uwanja, mimi na nyinyi, si ndio jamani? Na tumewaonyesha Watanzania wenzetu nini ambacho kinaendelea hapa ili kuhakikisha uwanja wetu unaweza kuchezeka mechi ya fainali ya kombe la shirikisho kwa sasa. Na kama ambavyo mnafahamu, tumekuwa tukifanya ukarabati mkubwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ulikuwa unahusisha maeneo mengi. Nyinyi mmepita hapa, mmeona takriban viti 30,000 na kitu vimeshabadilishwa kati ya viti 63,000 na ambalo ndio lilikuwa eneo la mwisho. Kwa hivyo tulikuwa na ukarabati ambao ulikuwa unahusisha maeneo yote ya uwanja isipokuwa kwenye pitch. Na pitch ilitengenezwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF mwaka juzi wakati walipokuja kufanya mechi ya ufunguzi wa AFL kati ya Simba na Al Ahly, na tukapewa muda kwamba tutaweza kuitumia kwa miaka miwili ambayo ilikuwa inaisha mwishoni mwa mwaka huu. Kwa hivyo tulikubaliana ya kwamba tutakapomaliza michuano ya CHAN ambayo inachezwa mwezi Agosti mwaka huu ndio ambapo sisi tutaingia kukarabati pitch, tuifumue yote na tutengeneze pitch upya. Lakini naona kalika bahati mbaya kama mechi ya robo finali ya kombe la shirikisho kwa ngazi ya club kalitu zindua kwamba muda wa hii pitch unakaribia kuisha, na tumeamua kufanya ukarabati ili kuhakikisha kwamba uwanja unachezeka angalau mpaka baada ya CHAN kabla hatujaamua kufumua wote na kuitengeneza upya pitch. Kwa hiyo tumechukua hatua kadhaa na nyinyi mmeshuhudia, na kama ambavyo mnaona ukarabati bado unaendelea, na sisi tutakuwa hapa, tutakuwa asubuhi, tutakuwa mchana, tutakuwa usiku kuhakikisha kwamba hakuna kinachosimama, na mpaka CAF anakuja kufanya ukaguzi wao wa mwisho kuelekea mechi ile ya fainali ya Simba na Berkane tarehe 27, tarehe 25 ya mwezi huu, basi angalau uwanja huu uwe tayari na unachezeka. Na miongoni mwa watu tuliokuja nao, tulioongozana nao kwenye ukaguzi huu leo ni watu wa CAF, na wao wenyewe wamekuwa impressed na progress ambayo tumefikia, na wanaamini kwamba tumedhamiria, serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kutengeneza miundombinu ya michezo na kuhakikisha inaweza kutumika sawa sawa. Kwa hiyo tumepeana maagizo mimi na wataalamu kuonyesha kwamba kazi ambayo inatakiwa ifanyike hapa inafanyika kwa muda ambao tunautegemea ama chini ya hapo. Kulikuwa na tractor kwa ajili ya stitching na scarification, na yenyewe tumeagiza tractor kutoka Uturuki, iko kwenye maji lakini tumeona inachelewa, kwa hiyo tumeagiza tractor nyingine kutoka Tanga kwenye kituo cha TFF, nyingine tumeagiza kutoka Zanzibar ili angalau zifike by kesho na tuhakikishe kwamba zinafanya kazi ambayo ilikusudiwa. Lakini pia tulielekezwa kuhusiana na zile benchi